Wana Simba tusikubali kugonganishwa. Sasa hivi kuna mkakati maalum nimeusikia tangu juzi. Kuna mpango maalum. Wametaka kutugombanisha na viongozi, wameona wana Simba tumetulia. Umeelewa? Sasa hivi wamehamia kwa msemaji wetu. Kuna mpumbavu mmoja anavaa jezi za Simba anajifanyia yeye Simba. Sasa hivi anaanza kumsema, sio Mchome. Mzee Saidi namtaja live. Asanza kumuingia nani? Asanza kumuingia msemaji wetu. Yaani atuachie msemaji wetu kabisa. Umeelewa? Yaani sisi na msemaji wetu tuko pamoja. Kwa hiyo sasa hivi wana njama maalum ya kutugombanisha na msemaji wetu wamtoe mchezoni. Kwa sababu tayari wao wanajua msemaji wao ameshafanya nini? Ameshapotea. Kwa hiyo yule mzee anatumika kile chuma. Umeelewa? Yaani mtu akishaitwa Rock, sio kitu cha mchezo. Rock ni mwamba. Umeelewa? Yaani yule ni mwamba. Yaani yule mimi wakifanya masiala yule. Yaani first top scorer anaweza kaka second top scorer. Wakifanya masiala ama forward wetu. Yule mwamba anachukua kiatu cha ufungaji bora. Kila kitu mbele ya Jonas Msoa. Nakwambiaje kama mastrike wakifanya masiala yule anachukua kiatu cha ufungaji bora. Maana tumezoea mabeki wengi wanafunga kwenye vichwa. Lakini yule mwamba anakwenda kufunga kwenye move. Yaani move inavyokwenda naye ndo anavyokwenda. Na nilishawaambia hakuna mchezaji ambaye anacheza Mamelodi Sundowns, timu ya taifa ya South Africa, alafu wewe mchezaji wa kawaida. Sio mchezaji wa kawaida shehe. Ndio. Umeelewa? Yaani sio mchezaji wa kawaida Lushindiruku. Kama Matola anataka kuniaminisha vile, kama Matola anataka anaitaka timu. Kama anaitaka timu mazima. Yaani Simba kwa msimu mechi zote tulizocheza, hakuna mechi ambayo Simba imecheza mpira kwa kiwango cha juu kama jinsi walivyocheza leo. Timu leo ilikuwa na spidi kubwa. Timu wale waliokuwa wanaongea kwamba Simba haina physics. Yaani leo imeonyesha kwamba Simba ni timu ya aina gani. Kwa hiyo timu imecheza kwa kiwango cha hali ya juu sana. Ndio maana nakwambia kama Matola anataka kuniaminisha vile, anaitaka kama anaitaka timu. Lakini timu kiukweli leo wachezaji wamepambana na wamepambania timu, kwa sababu mpira kila siku mimi nazungumza. Mpira ni vitu vitatu: commitment, space na nini? Na time. Yaani unapozungumzia space, maana yake mchezaji lazima ajue ni muda gani anatengeneza nafasi, muda gani atazuia nafasi na muda gani anafanya matumizi ya nini? Ya nafasi. Unapozungumzia time, timu ilikuwa inakaba kwa wakati, umeelewa bwana, inashambulia kwa wakati na unauchezea mpira kwa wakati. Na kitu cha tatu cha mwisho ambacho kimenikosha leo ni commitment. Yaani pindi timu inapopoteza mpira basi wanautafuta kwa wakati, wanaopata kwa wakati. Umeelewa bwana? Kwa hiyo commitment leo ilikuwa hali ya juu 99%. Na kila mchezaji yaani anaona kabisa jinsi gani kwamba mwalimu sawa anahitaji mimi nimuaminishe kitu fulani. Sawa na hii leo kwa jinsi alivyoipanga timu Matola, yaani ndio inaonyesha kwamba Simba mwaka huu tuna kikosi kipana tofauti na misimu miwili mitatu nyuma. Kwa sababu waliokuwepo ndani na waliokuwa nje, yaani unatamani kile kikosi cha nje ndio kile kianze ndani. Umeelewa? Mchezaji kama Nia Maema anaanzia bench. Mchezaji kama Jonathan Soa anaanzia bench. Mchezaji kama Suleiman Mwalimu. Ndio maana niliwaambia huyu msimfananishe na huyu mchezaji wa bilioni 5 za mchongo. Unamjua mchezaji wa bilioni 5 za mchongo? Usimfananishe naye. Mwalimu huwezi ukamfananisha na mchezaji aliyotakiwa kwa bilioni 5 za mchongo. Huyu ndio Mwalimu. Umeona Suleiman Mwalimu yule? Yaani from Wydad to Simba Sports Club. Yaani Fountain Gate, Wydad. Sawa? Kaenda kucheza na Manchester City. Nikawaambia huyu mwamba mechi ya Manchester City wakati Guardiola anawaambia wachezaji wake, "Wewe bundo gani kaba?" Anamtaja Mwalimu, "Mkabe Mwalimu." Umemwona Mwalimu yule? Kweli ticha hiyo. Sorry kwa. Sikuwepo. Kwani ukiona ile mechi Manchester City na Wydad Casablanca, Guardiola kumtaja Mwalimu, "Kada huyo Mwalimu." Anakuja Mwalimu. Sasa wewe huyu mchezaji wa bilioni 5 za mchongo ushamsikia katajwa na mwalimu gani mkubwa? Umeelewa? Kwa hiyo usimfananishe Mwalimu na mchezaji yoyote. Umemwona ameingia dakika 18. Ameenda kuzitendea kazi. Kachukua mpira ndani ya mabeki watatu. Anakisi kama anaenda kulia anarudi kushoto anachagua engo. Yule ndo mchezaji aliocheza Ulaya. Mchezaji akishacheza kwa ndio maana namwambia Simba msimu huu tumefanya usajili bora. Leo anakuja shangingi mmoja. Au na shangalo tunashangilia nao na wakati walitoa siku 7 mpaka Mangungu aondoke ndio wafanye nini? Ndio wao watarudi Simba. Sasa hivi leo tulikuwa tunashangilia nao ndani ya. Hii ndio Simba tunaoijua sisi. Ubaya ubwela pate tu. Ubaya ubwela. Umeelewa bwana? Kwa hiyo kikubwa sisi kama wana Simba sawa tunahimizana. Sawa tuwe na umoja na mshikamano. Kwa sababu tukikaa katika slogan yetu Simba nguvu moja, hakuna kinachoharibika. Lakini huyu anaongea hili, huyu anaongea hili. Hatuwezi tukaijenga Simba. Simba inajengwa na sisi wenyewe na Simba itabomolewa na sisi wenyewe. Licha ya turudi timu imecheza vizuri sana. Ila tukirudi katika
viwango vya mchezaji mmoja mmoja vimeonekana. Wanasema Rushin Deriak anahitaji kiatu cha ufungaji bora msimu huu. Kinapatikana. Hivyo kwa mfano leo unaambiwa chagua man of the match, unaweza? Kwa wachezaji wa Simba leo unaweza kumchagua? Wametaja wahusika huko ndani. Mimi siangalia si nani. Hujasikia ticha? Sijasikia. Deriak mwenyewe Rushin. Kile chuma. Umeelewa? Yaani mtu akishaitwa rock, sio kitu cha mchezo. Rock ni mwamba. Umeelewa? Yaani yule ni mwamba. Yaani yule mimi wakifanya masiala yule. Yaani first top scorer anaweza kaka second top scorer. Wakifanya masiala ama forward wetu. Yule mwamba anachukua kiatu cha ufungaji bora. Kila kitu anajua. Mbele ya Jonathan Soa. Nakwambiaje kama mastrike wakifanya masiala yule anachukua kiatu cha ufungaji bora. Maana tumezoea mabeki wengi wanafunga kwenye vichwa. Lakini yule mwamba anakwenda kufunga kwenye move. Yaani move inavyokwenda naye ndo anavyokwenda. Na nilishawaambia hakuna mchezaji ambaye anacheza Mamelodi Sundowns, timu ya taifa ya South Africa, alafu awe mchezaji wa kawaida. Sio mchezaji wa kawaida shehe. Ndio. Umeelewa? Yaani sio mchezaji wa kawaida Rushin Deriak. Wala nio Mahema sio mchezaji wa kawaida. Mchezaji akipita Mamelodi huyo sio mchezaji wa kawaida, ni mchezaji mwingine tofauti kabisa. Umeelewa? Ndio maana tumewaambia kunyweni mtoli nyama mtazikuta chini. Msikakue. Subirini nyewe kunyweni mtoli nyama mtazikuta chini. Hii ndio Simba. Sasa hapa ngoja aje mwalimu akisuka hichi kikosi atengeneze mifumo iliyokuwa sahihi. Msimu huu hapa atakuja kupigwa mtu goli 12 hapa. Nakwambia, labda wafungie uwanja. Atakuja kupigwa mtu goli 12. Wewe si umeona jana? Uwezo ukawa na timu inamtegemea mtu mmoja tu. Umeelewa? Yaani inamtegemea mchezaji mmoja hapo, mchezaji mwenyewe muhuni. Kutu anashinda mabaa. Si umeelewa? Mchezaji anakula shisha. Mechi yake moja tu anasubiria dabi, watu waongwe hela tu, watu wafanywe nini? Ndio yeye apate kufunga. Au leva ape hela ndio apate kufungwa. Sisi hatuna mchezaji anayepigwa sindano. Sisi wachezaji wetu wote wako timamu. Ukiwa mbovu kaa pale. Wewe umeona Bajabili yule? Ushamuona? Kamba tulia, kalatibiwa, subiri. Sio mchezaji anafungwa mabendeji, anapigwa maganzi aingie kucheza. Sisi hatuna timu hiyo. Umeelewa? Sisi kikubwa tunachomba Mungu na dua letu. Na jana nimeomba sana. Na namuomba tena Mungu amweke yule bwana Romain Folz aendelee kuwepo. Kwamba aendelee kubaki. Aendelee kubaki ndani ya Simba. Jana wameangusha alama 2 na leo wapinzani kwenye mbio za ubingwa Azam Football Club na wao pia wameangusha alama 2. Hii ni ishara njema kwa Simba. Wamepata mtoto. Yaani sio 2 watadondosha sana. Umeelewa? Yaani Yanga hawana timu ya kucheza kwenye viwanja vya mikoani. Umeelewa? Yaani kama timu zitakaa kwenye uhalisia wa mpira kama jana vile Mbeya City walivyocheza. Yanga hana ujanja. Mimi nakwambia. Yaani hana ujanja. Sisi tuna wachezaji wa kucheza mechi za aina zote. Hivi kile kiwanja mbano kile cha jana cha Sokoine. Unatia Jonathan Soa pale. Unalitia Kibu Denis pale. Tia Mutale huko. Nini kinaenda kutokea pale? Si wachezaji wote tunao. Lakini jana umeona anatolewa Max. Mwalimu anamfanyia Max substitution. Anamuingiza ile Koma hajui aanzie wapi. Uwanja unavichugushe. Lakini sisi Jonathan Soa msimu wa mwaka jana goli 10 na ngapi? 13. Mechi 10 na ngapi? 13. Kacheza mechi 14 mpaka sasa hivi tangu aje Tanzania na goli 14. Na maana ana wastani wa kila mechi anafunga goli moja. Si umeelewa? Asilimia 100. Kwa hiyo sisi tuna wachezaji wa kucheza viwanja vyote. Hakuna mchezaji atakayekaa bench. Kila mchezaji anasubiria kiwanja chake. Leo umeona burudani yule ndo Rushin Deriak. Mwamba. Umeelewa? Na ndio maana hata Mamelodi Sundowns walikataa asipelekwe kwa mkopo timu yote South Africa. Bora aondoke, akipelekwa timu nyingine anaweza akaja kwa wazuru wenyewe. Chuma kile hatari baba. Hivi sasa hivi bosi anahangaika kwenda kuongeza mkataba. Tunanunua kabisa ile. Kile ni chuma. Chuma kweli kweli. Ukimwangalia sura kiblasameni lakini shule anaoifanya kama jitufanye yenye sura mbaya. Bwana, Chicha wanasema Budo anaitaka first 11 bana. Kikosi cha kwanza kile ambacho amekifanya leo. Yaani kama anahangaisha hivi amjui nani aanze, amjui nani akae benchi. Nafasi ya Budo ipoje? Shahidi Christian Smagoli msimu wa mwaka jana wakati tunaenda kwenye usajili wa dirisha dogo. Wewe siku ukipata bahati kukutana na Christian Smagoli muulize. Nani alikuwa anakusumbua kwamba Budo asiachwe? Alikuwa tayari anaondoka kwa mkopo. Mimi namjua Budo nimemfuatilia, namfahamu Budo vizuri. Budo ni mchezaji wa nipe nikupe. Na speed ya Budo sio ya kawaida. Umeelewa? Ila kuna mchezo fulani kalichezwa na upande wa pili huu. Umeelewa?
Ndio yule mwamba kama alipotea, lakini yule mchezaji tutamuimba. Yule ni Budo, ni mtu mwingine tofauti kabisa kama unavyomjua wewe. Kwanza ni mchezaji mwenye spidi kali, ball talent, akili. Yaani akili yake inataka, mwili unataka, umri mdogo. Alafu mwili chake akikamatiki, yaani utafikiri ruba vile aliyokuwa kwenye nini? Kwenye bwawa la mpunga. Yule ndio Budo mchana. Acha tumalize na ile zungumza na Simba wakati huu tunaelekea kwenye mapumziko ya kimataifa. Kwa kumalizia, wana Simba tusikubali kugonganishwa. Sasa hivi kuna mkakati maalum nimeusikia tangu juzi. Kuna mpango maalum. Wametaka kutugombanisha na viongozi, wameona wana Simba tumetulia. Umeelewa? Sasa hivi wamehamia kwa msemaji wetu. Kuna mpumbavu mmoja anavaa jezi za Simba anajifanya yeye Simba. Sasa hivi anaanza kumsema, sio Mchome. Mzee Saidi namtaja live. Asanza kumuingia nani? Asanza kumuingia msemaji wetu. Yaani atuachie msemaji wetu kabisa. Umeelewa? Yaani sisi na msemaji wetu tuko pamoja. Kwa hiyo sasa hivi wana njama maalum ya kutugombanisha na msemaji wetu wamtoe mchezoni. Kwa sababu tayari wao wanajua msemaji wao ameshafanya nini? Ameshapotea. Kwa hiyo yule mzee anatumika.